Rafiki mtazamaji na msikilizaji wa kipindi hii mwongozo wa kujifunza Biblia, Bwana Yesu asifiwe. Tunayofuraha kukaribisha kwenye kipindi hiki lesoni ya shule Sabato, mwongozo wa kujifunza Biblia kwenye robo ya pili mwaka 2025. Na juma hii tunazungumzia somo la 11 linalozungumzia Esta na Ruthu. Leo siku ya Jumapili tuzungumzie njaa katika nyumba ya mkate. Njaa katika nyumba ya mkate. Watu wengi wanajiuliza itawezekanaje kupatikana njaa katika nyumba ya mkate? Kuna watu wengi ambao wanapingana na Ukristo, ambao wanaendelea kudai kwamba Mungu hayupo. Wanapoona mateso wanasema Mungu hayupo, ama hana uwezo wa kuingilia kati mambo mabaya tunayoyapokea ama tunayoyapitia, au wanasema hajali tunapoumia. Lakini mpendwa mtazamaji na msikilizaji, unaposoma Biblia utaona kwamba kuna visa vingi katika Biblia, hata hivyo vinatoa ushahidi mwingi kwamba hakuna dhana yoyote kati ya hizi ambayo ni sahihi. Ndio unaweza kuelewa kwamba ni kweli kwamba Mungu anaruhusu wanadamu wavune matokeo ya uasi wao dhidi yake, lakini bila kuikiuka uhuru wetu wa kuchagua. Yupo daima akifanya kazi daima katika historia ya wanadamu, daima akitupeleka katika utatuzi wa mwisho bora na wa matatizo ya dhambi na mateso. Kisa cha Ruthu kinatoa mfano mmoja kama huo. Nitakusihi kusoma pamoja nami kwenye kitabu cha Rutha, sura yake ni ya 1 mstari wa 1 hadi wa 5. Na hapo tuangalie Naomi na Ruthu walipatwa na shida zipi na zilisababishwa na nini hizo shida, na hili linaakisi vipi hali ambayo jamii yote ya wanadamu inakabili sasa. Basi tukiongozwa na Roho Mtakatifu katika usomi, tuje tena tubarikiwe. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, wewe mwaminifu katika usomi, mstari tu wa kwanza kwenye kile kitabu cha Ruthu sura 1 mstari wa 1 nasema, katika siku ambazo waamuzi walitawala kulikuwa na njaa katika nchi. Basi mtu mmoja kutoka Bethlehem, ambayo maana yake ni nyumba ya mkate, katika Yuda, pamoja na mkewe na wanawe wawili wakaenda kuishi kwa muda katika nchi ya Moabu. Hii hadithi ya Ruthu inaweza kueleweka kama mfano unaoendelea ama unaoelezea mpango wa ukombozi. Utasema ikoje? Biblia kwenye Ruthu sura 1 inatuelezea kisa kia baba moja ambaye alikuwa ni wa huko Bethlehem. Bethlehem ambao maana yake nyumba ya mkate, aliyekuwa akiitwa Elimeleki. Elimeleki na familia yake wanapaswa kuondoka nyumbani kwao kwa sababu ya nini? Biblia inasema kwamba huko Bethlehem kulikuwa kumekuwepo na njaa. Utajiuliza, Bethlehem ambao maana yake ni nyumba ya mkate, kuna kuaje na njaa? Wao na njaa. Elimeleki na mke wake Naomi wakaenda Moabu na watoto wao wawili. Walipofika huko, kwa sababu ilikuwa njaa ilikuwa mingi sana, walipofika baba akafariki Elimeleki, na wale watoto wakafunga harusi na wanawake wa Moabu ambao kulikuwa Orpa na Ruthu. Sasa wale watoto vijana pia wakafariki. Ikabidi sasa huyu mama abaki na wake wa wanawake wawili. Ilikuwa ni mateso na ni machungu kabisa. Walipopata kifo ilikuwa ni mateso. Mpendwa, utajiuliza, mahali ambapo ni nyumba ya mkate kunakuwa na njaa namna gani? Ndio, katika maisha tunapitia hata mateso kama na yale. Dhambi iligeuza hata nchi ambayo Mungu alikuwa amewapa mwanadamu kuwa mahali pa kifo. Edeni maana yake desirable, mahali ambapo kulikuwa vitu vizuri, chakula ya kila aina, lakini mwanadamu kwa maamuzi yake ilikuja ikabadilika kuwa mahali pa kifo. Kwa hivyo katika Edeni ambapo Mungu aliuweka Adamu na Hawa, kulikuwa na wingi wa kila aina ya chakula kulingana na Mwanzo 1:19, lakini kwa sababu ya dhambi walilazimika kuondoka bustani na kujitahidi kupata chakula chao kwenye Mwanzo 3:17-18. Kwa hivyo nataka nikumbushe tu kwamba hata leo katika sayari inayozalisha chakula cha kutosha kwa kila mtu, watu wengine bado wanakufa kwa njaa mpaka leo. Lakini siku itakuja ambayo haya yote yatakwisha.
Hiyo siku si mbali, ni karibu. Karibuni Yesu yuaja, na mara anapokuja katika Yerusalemu pia mambo ya njaa kwa imemalizika. Tutarudia, tutaingia katika paradiso, mahali panakuwa chakula ya kila aina, ambapo hatutasikia tena njaa, mateso yote yatakuwepo tena. Na kuombea mtu wa Mungu nikikualika kuamua leo kuachana maisha ya dhambi na kumpokea Yesu kwa Bwana mkombozi wa maisha yako, ili kwamba raha ambayo tutakuwa tumeipoteza tupate kuipata hatimaye, kwa sababu tutakuwa tumekutana na Yesu. Ikiwa hiyo ndio ombi lako, tuombe. Asante Yesu Kristo, kwa sababu wewe umetoa mpango wa wokovu ili kwamba utuokoe na utupate kutupatia maisha mazuri isiyokuwa na njaa, isiyokuwa na mateso. Tunapoishi katika dunia hii, tupatie uvumilivu, tuishi katika wewe, katika jina la Yesu Kristo, amina. Ndugu yangu, usikose kusubscribe, kulike na kushare kwa watu wengine. Mungu akubariki.